الحمد لله الحمد لله رب العالمين يا رب. حمدا لك حمدا وثناء حمدا وتعظيما حمدا وجلالا. نحن لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك. أنت رب العباد وأنت رب المستضعفين وأنت سند العاجزين. إلهي لك الشكر الجزيل مع الثناء على نعمة الإيمان أشرف مقتنى. فجودك فياض وفضلك واسع وعفوك مرجو لمن جار أو جنى. وإن تعف عن ذنبي فشأنك هكذا، وإن رمت تعذيبي وقهري فمن أنا يا رب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, nako ni kufuata amri zake na kujiepusha na makatazo yake. Ibadallah, alhajju yajma'una wahdatuna quwwatuna. Hija inatuleta pamoja, umoja wetu ndiyo nguvu yetu. Hii ndiyo anwani ya hutuba yetu ya leo, wakati tukiendelea kuishi katika miezi ya hija, na hali ya kuwa ikhwanuna alhujjaj wako katika mji mtukufu wa Makka kukamilisha manasik alhajj. Hija inatukusanya, umoja wetu ndio nguvu yetu. Ndugu Waislamu, alhajj huwa mu'tamaru alkhairi alalami alsanawi. Hija ni mkutano wa kheri wa kila mwaka wa kimataifa, mkutano ambao hakuna mfano wake duniani ila mkutano ule unaoleta watu wa mataifa mbalimbali, watu wa vyeo na nafasi mbalimbali kukutana katika viwanja pamoja, wakifanya matendo mamoja yanayofanana, ala ikhtilafi madhahibihim, pamoja na kutofautiana madhehebu yao, lakini wanakusanywa nyuma ya imamu mmoja na wakiendelea kufanya ibada zao za pamoja. Alhajju yajma'una, hija inatukusanya. Wa wahdatuna quwwatuna, na umoja wetu ndiyo nguvu yetu. Ibada ya hija ni ibada kongwe ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka nyumba yake katika mji wa Makka kwa makusudi, ambayo ndiyo nyumba ya kwanza inayowaunganisha waliomo ardhini na waliomo mbinguni. Fi samai
Bait al-Ma'mur wa fi al-ardi al-Ka'bah al-Sharifa. Kuna mbinguni kuna nyumba inaitwa Bait al-Ma'mur, nayo iko biidadi al-Ka'bah, iko mwelekeo wa al-Ka'bah, na ile al-Ka'bah al-Sharifa ndio katikati ya ulimwengu na imeelekeana na Baitul Maamuri iliyo mbinguni. Lau kama litaanguka jiwe kutoka Baitul Maamur, basi litaangukia juu ya Kaaba kwa ule usawa uliopo. Ni nyumba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa ajili ya watu ili kufungamanisha mahusiano kati ya wale malaika ambao wanatufu kule juu Baitul Maamur na waja wake Mwenyezi Mungu wanatufu katika ardhi hii, ili kuwe na mafungamano ya kiibada kati ya waliomo ardhini na waliomo mbinguni. Inna awwala baitin udiya linnas lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lilalamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu ni ile ambayo iliyoko Makka, iliyobarikiwa al-Kaaba al-Sharifa, ambayo ndani yake kuna alama za waziwazi aliposimama Ibrahim wakati anainyanyua ile nyumba, kwa maana ya kuta zake yeye pamoja na mtoto wake Ismail. Ni nyumba kongwe ambayo ukiitazama al-muhandisu huwa Jibril alayhi salatu wassalam, muhandisi wa jengo lenyewe likae vipi toka wakati huo alikuwa ni Jibril alayhi salatu wassalam, Ruhul Qudus, Roho Mtakatifu, Jibril alayhi salatu wassalam. Waldani huwa al-Khalil, na mjenzi alikuwa ni Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Walmusaidu huwa Ismail alayhi salam, na alikuwa akimsaidia ni Ismail alayhi salatu wassalam. Ilipokamilika nyumba ile, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alitoa mwaliko zamani, mwaliko ambao unaendelea hata leo, akimwelekeza Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, waadhin fi nnasi bilhajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimati al-an'am. Ibrahimu akatoa wito wa kualika wale wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nyumba hiyo, nyumba ambayo Mwenyezi Mungu ameifanya kuwa ni mathabatan linnasi wa amna, ameifanya ni marejeo ya watu na ni mahala pa amani. Sasa leo ukiangalia Waislamu wanakutana katika ibada ya hija wakitofautiana madhahibu zao na akida zao mbalimbali, lakini wakikubaliana katika misingi juu ya akida moja ya an la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, ndio akida ya msingi. Wanakutana fi al-mash'ar al-haram, wanakutana katika maeneo matukufu ya Makka wakifanya matendo ya pamoja, wote wakimuitika Mola wao subhanahu wa ta'ala, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik. Awe ni sunni atatamka hivyo, awe ni shia atatamka hivyo, awe ibadhi atatamka hivyo, awe atakavyokuwa, muda wa kuwa amefika haram wa huwa muslimun mu'minun, na hali ya kuwa ni muislamu ni mu'min, ataleta talbia kwamba amemuitika Mola wake subhanahu wa ta'ala. Hija hii kama inatukusanya, tunajifunza nini kama Waislamu? Tunajifunza kwamba wahdatuna quwwatuna, umoja wetu ndio nguvu yetu. Kama tulivyokuwa Makka, tulikuwa pamoja, tuliishi pamoja, tulilala maeneo pamoja, basi na kujali nafasi zetu tofauti tulizo nazo.
tunaporudi katika miji yetu tuendeleze umoja ule na tuondoshe tofauti zetu. Tunatofautiana katika madhehebu, tunatofautiana katika taasisi, tunatofautiana katika mambo mbalimbali, lakini mambo ya msingi tunakuwa pamoja. Sasa tuone kwamba yale mambo ambayo yanayotufanya tufarakane tunayakataa, kwa sababu kufarakana ni haram. Al-iftiraq haram, hukumu ya kutengana Waislamu ni haram, wala tafarraqu. Lakini kukhtalifiana ni jaiz aqlan wa shar'an, kiakili na kisheria. Kimaumbile ni lazima tukhtalifiane, walidhalika khalaqahum, na hilo ndilo ambalo Mungu alilowaumbia wanadamu, kutofautiana kifikra, kimawazo, kimtazamo. Watu wanapotofautiana si uadui kati yao. Ikhtilaf ni rahma kwao, ni kama changamoto ambayo ya kujuana na kuheshimiana. Lakini ikhtilaf isiwe ni adawa, isiwe ni uadui kati yetu, kwamba yule ni Muislamu wa madhehebu kadha ukamfanya ni adui yako. La, kukhtalifiana huku kuna juzu kisheria na kiakili, lazima tukhtalifiane. Hata wanazuoni waliokhtalifiana huko nyuma walikhtalifiana kwa sababu ya almafahim fi nusus, namna ya kuifahamu Qur'ani au kuifahamu sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakakhtalifiana kwa sababu ya kutofautiana ufahamu, lakini haukuwa ni uadui kati yao. Na ndio maana kukawa na rai za wanazuoni na mitazamo mbalimbali iliyozaa madhehebu tulizo nazo, lakini kimsingi sisi ni wamoja, wa kalimatuna wahida, na neno letu ni moja, kalimatu tauhid, neno la la ilaha illa Allah ni moja, na ndilo neno ambalo wanaotamka Waislamu duniani kote. Ila tunaporudi katika miji yetu, na hivi karibuni ndugu zetu mahujaji wataanza kurejea katika miji yao, hali ya kuwa wamesamehewa na Mola wao subhanahu wa ta'ala, maghfuri, wamesamehewa na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaombea wasamehewe. Ukiacha kwamba wakiji kwa namna iliyotakiwa, ukihiji kwa namna iliyotakiwa, man hajja falam yanfuth walam yafsuq rajaa ka yawma waladathu ummu, mwenye kuhiji asifanye machafu au asifanye uovu wowote, atarejea kama siku aliyozaliwa na mama yake, hana dhambi, yuko safi, sifrul yadayn, hana kitu katika mikono yake, chochote cha hatia katika mikono yake, hana dhambi. Lakini pia wana dhamana ya dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale Mtume aliposema Allahumma ighfir lilhaji wa liman istaghfara lahu alhaju, ewe Mola msamehe aliyekwenda hija na yule ambaye mwenye kutakiwa msamaha na aliyekwenda hija. Idhan wanaporudi wamesamehewa tayari, na sisi kuwafuata ili watuombee dua, nasi pia tunasamehewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni fursa kuwapokea kwa furaha na bashasha na kuwapongeza kwa kuweza kutekeleza ibada ya hija ambayo iliwaleta pamoja na wakatofautiana na wakasahau tofauti walizonazo, wakawa kitu kimoja, wakakutana kule Maka ikhwanan, hali ya kuwa ni ndugu. Alhajju yajma'una, hija inatuleta pamoja. Wahdatuna quwwatuna, umoja wetu ndiyo nguvu yetu. Waislamu wao kwa wao ni ndugu,
ukhuwatu diniya, ukhuwatu al-imani, udugu wa kidini, udugu wa kiimani, wao kwa wao ni ndugu. Lakini udugu huu pia ni mtambuka, kwa maana si kwamba kuna udugu tu wa Kiislamu, la, kuna udugu zaidi ya udugu wa Kiislamu. Udugu uko anwaa, uko aina mbalimbali. Kuna udugu wa nasaba, udugu wa koo, ukoo fulani ukikaa wao kwa wao ni ndugu. Kuna udugu wa kabila, kabila moja likikaa lenyewe wao kwa wao ni ndugu. Kuna udugu wa kidini, dini, watu wa dini fulani wakikaa wao kwa wao ni ndugu, ukhuwatu ad-diniya. Na kuna ukhuwatu wataniya, udugu wa kinchi, kwamba watu wa nchi moja katika nchi yao huwa ni ndugu, kwamba Watanzania ni ndugu wao kwa wao, wa Kenya ni ndugu wao kwa wao, wa Marekani ni ndugu wao kwa wao, wa China ni ndugu wao kwa wao, wa Saudia ni ndugu wao kwa wao, wa Iran ni ndugu wao kwa wao, wa Masri ni ndugu wao kwa wao. Ukhuwatu wataniya, huu ni udugu wa kinchi. Lakini udugu huu ni mtambuka, unaendelea. Kuna udugu wa kibinadamu, ukhuwatu insaniya, pia ni udugu wa kibinadamu, na kila udugu una haki zake, na yote haya yamesajiliwa na Qur'ani tukufu, aina hizi za udugu katika maisha ya wanadamu, kwamba udugu ni kitu mtambuka. Sisi kama Waislamu ni ndugu kiimani, lakini pia ikhwanuna nasara, Wakristo ni ndugu zetu katika udugu wa kinchi, katika udugu wa kibinadamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi nao kwa wema pale Madina, na Qur'ani ikatuelekeza wazi namna ya kuishi nao kwa namna nzuri, kwa sababu ni ndugu zetu kinchi, ni ndugu zetu kibinadamu. La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Mwenyezi Mungu hawakatazi kabisa kuwa na mahusiano na wale ambao wasiokuwa Waislamu, ambao hawajawatoa katika majumba yenu kwa dhulma, hawajawafanyia uadui, hawajawapiga. Hawakatazi kuwafanyia wema na kuwafanyia usawa. Haya ni mahusiano katika udugu wa kinchi na udugu wa kibinadamu. Hata Mayahudi tunakutana katika udugu pamoja na adawa zao, bado Uislamu umetufundisha insania, ubinadamu na utu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi Madina pamoja nao kwa mikataba ya amani, alikuwa akiamiliana nao. Hata siku moja Mtume alaihi salatu wassalam, marrat alaihi biganaza, lilipita mbele yake jeneza, watu wanakwenda kuzika. Faqama laha waqifan, Mtume akalisimamia lile jeneza, akasimama. Masahaba wakamuuliza na kumwambia, ya Rasulullah, innaha janazatun yahudi, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ile ni jeneza la Yahudi, kwa maana si mwenzetu huyo, si Muislamu mwenzetu huyo. Mtume akawatoa katika fikra ile, akawaambia, alaysat nafsan, kwani Yahudi si mtu? Pamoja ya kwamba si mwenzetu katika imani, lakini bado ni mtu, ana sharaf ya insania. Walaqad karramna bani adam, ile karamatul insan ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyeisimamia. Anamsimamia yule ambaye aliyetawalia roho ya jeneza lile, Allah subhanahu wa ta'ala. Anasimamia utukufu wa kiumbe cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu al-adhamiyu binaullah mal'un man hadama, mwanadamu ni jengo la Mwenyezi Mungu, amelaaniwa mwenye kulivunja bila hatia. Na ndio maana Uislamu umekataza kumuua mtu yoyote asiye na hatia, eti kwa sababu tu umetofautiana naye dini au imani, basi na hatia. La, Uislamu
Uislamu ni dini ya adala, dinu samaha, dinu linsania, ni dini inayokwendana na haki za kibinadamu. Haukuruhusu. Mtume anawaambia alaysat nafsan, kwani Yahudi si mtu? Nao wakasimama kama alivyosimama Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha ukhuwatul insania, udugu wa kibinadamu na sharafu ya ubinadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha hivyo, lakini sote tunajua katika hadithi sahihi mama Aisha radhiallahu anha anatueleza, tuwafia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhuna ala yahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa na aliyakuwa vazi lake la chuma aliliweka rehani kwa Yahudi, aliweka rehani kwa Yahudi. Alikoka pishi 30 za ngano, pishi 30 za ngano alikopa kwa Yahudi, akaweka kofia lake au vazi lake la chuma. Haya ni mahusiano, na haya yote ni samahati alislam, ni katika ukarimu wa Uislamu, kwamba ni dini insania, ni dini ambayo inakwendana na haki za kibinadamu, dini ya kibinadamu. Na huu pia ni udugu, ukhuwatul insania, udugu wa kibinadamu. Na kuna ukhuwatu alwatania, udugu wa nchi, na kuna pia ukhuwatu aldinia, udugu wa kidini. Kuna udugu wa kikabila, kuna udugu wa nasaba. Hakadha umekuwa udugu ni mitambuka, lakini sisi kama Waislamu udugu mkubwa kabisa ni huu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Udugu wa imani huu ni mkubwa zaidi kuliko hata udugu wa nasaba. Ukhuwatul iman aqwa min ukhuwatin nasab. Udugu wa kiimani una nguvu zaidi kuliko udugu wa nasaba, na ndio maana mnaweza mkatofautiana na baba yako, mama yako, mtoto wako, shangazi yako, mkitofautiana katika imani, basi mnaachana. Hata baadhi ya haki zinapotea, hamwezi kurithiana tena, kwa sababu udugu uliovunjwa ni udugu mkubwa zaidi ambao ni ukhuwatul iman, udugu wa kiimani, ukhuwatul din, ambao ndio mkubwa, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituhusia katika huo, akasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, mnashikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyote ambao mko katika udugu huu, udugu ambao Mwenyezi Mungu alituhusia pia, akasema wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife ili hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Kwa hiyo utaona Uislamu kama akmalul adyan umetuelekeza namna ya kuishi vizuri sisi kwa sisi katika mahusiano kama ndugu wa imani. Umetuelekeza namna ya kuishi na ndugu zetu wa Kristo kwa namna nzuri. Imetuelekeza namna ya kuishi na watu mbalimbali kwa kuzingatia aina mbalimbali za udugu ambazo Qur'ani na Mtume sallallahu alaihi wasallam amezitabiki mwenyewe katika matendo yake akiwa Madina. Ikhwani al-ajilla, al-hajj yajma'una, hija inatukusanya, wa wahdatuna quwwatuna, na umoja wetu ndiyo nguvu yetu. Al-Islamu dinu al-amn wal-istiqrar wa laysa dinu al-irhab. Uislamu ni dini ya amani na utulivu, na kama si dini ya ugaidi. Ni dini ambayo inawaita watu katika amani na upendo na kuishi kwa namna ambayo inayofaa. Uislamu ni dinu salam, dinu mahabba, dinu mawadda, dinu rahma, dinu insania. Ni dini ambayo iliyokamilika min kulli nahiya. Ukiangalia tunapokwenda katika hija, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomtaka Ibrahim awatangazie watu ibada ya hija, aliwaambia liyashhadu manafi'a lahum
waambie waende huko. Waadhin fi nnasi bilhaji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq, akasema liyashhadu manafi'a lahum, ili wakashuhudie manufaa yao. Watu wanapokwenda hija kuna manafia, kuna manufaa mbalimbali. Kuna manafia siasia, kuna manufaa ya kisiasa watu wakienda kule. Kuna manafia al-iqtisadia, kuna manufaa ya kiuchumi. Si kwamba tu yanapatikana kwenye mamlakatul arabia Saudia, lakini pia kila mmoja katika mausimul hajj, watu wa mataifa mbalimbali hufaidika kwa kusafirisha mahujaji wao kuelekea huko. Acha ile serikali yenyewe ya Saudia inavyofaidika pia. Manafia al-iqtisadia, watu wanafanya biashara, watu wanafanya shughuli mbalimbali za kiuchumi katika msimu wa hija. Lakini kuna manafia al-ijtimaia, kuna manufaa pia ya kijamii. Waislamu mnakutana wa mataifa mbalimbali, chukueni fursa ya kubadilishana mawazo, chukueni fursa ya kushauriana juu ya mienendo ya nchi zenu. Kila mmoja aeleze changamoto na matatizo ya nchi yake. Changanyeni mawazo, mfikirie namna gani kama Waislamu mnaweza kufaidika na ibada ya hija na kuzisaidia nchi zenu. Ni manufaa mbalimbali ambayo yanapatikana katika mausimu al-hajj. Hili ni jambo kubwa ambalo kama Waislamu haitoshi kwamba tunapokwenda kule iwe tunakwenda tu kwa ajili ya jambo moja na ibada tani ili ya moja kwa moja khalas. La, lazima tutafute na manufaa mengine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja. Lazima tuyatafute hayo ili tuweze kunufaika, kwa sababu hija inatuleta pamoja. Walhajju huwa mu'tamaru lilkhairi alalami alsanawi, ni mkutano wa kheri wa kimataifa wa kila mwaka ambao hakuna mahala duniani kokote hufanyika mfano wa mkutano kama ule. Ni mkutano wa ajabu, mkutano ambao mamlakatul arabia Saudia inajitahidi na imeweza kuwahudumia wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa namna nzuri, jambo ambalo si rahisi kwa mataifa mengine kufanya au kubeba jambo kubwa kama lile, lakini wameweza kwa sababu ya taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa sababu wanaokwenda kule ni dhuyufur Rahman, ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala amesimamia dhima ya kuwakirimu waja wake kupitia mamlakatul arabia Saudia. Ndugu Waislamu, alhajju yajma'una wahdatuna quwwatuna, hija inatuleta pamoja, umoja wetu ndiyo nguvu yetu. Tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala aendelee kutuimarisha, aendelee kuupa nguvu Uislamu na Waislamu duniani kote, aendelee kuwafanya wanadamu waishi kwa amani na kwa utulivu, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala hapendi kuona uvunjifu wa amani na umwagikaji wa damu zisizo na hatia katika uso wa ardhi. Tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala aendelee kuibariki nchi yetu ya Tanzania. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kuwabariki viongozi wetu wa serikali na dini. Tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala nasi atusamehe makosa yetu mbalimbali, awarehemu maiti zetu mbalimbali, awahifadhi watoto wetu, awastiri wanawake wetu. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد. عباد الله، masiku tunayoishi nayo ni ayamu tashriq, ambapo wenzetu walioko Mina wako ambao tayari wamekwisha toka huko kurudi Makka. Faman taajjala fi yawmayn fala ithma alayhi, na wako wale ambao wanaendelea kumalizia hadi mwezi 13 kukamilisha matendo ya Mina. Kubwa ni wakumbushe ibada tukufu ya kuchinja, ambayo leo ikiwa ni siku ya mwisho, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suratul Kauthar, sura fupi kuliko sura zote ndani ya Qur'an, inna a'tainaka al-kauthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Kwamba Muhammad tumekupa kheri nyingi. Wa fi riwayatin al-kauthar nahrun a'tanihi rabbi fi janna, Mtume alisema Kauthar ni mto ambao Allah amenipa kule peponi, unaitwa Kauthar, ndio Mungu amenipa huo. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli lirabbika wanhar. Swala inayokusudiwa hapa, wamesema wanaozuoni, ni salatu Eidul Adha, kwamba sali kwa ajili ya Mola wako. Wanhar, na chinja kwa maana ya udhiya, chinja baada ya salatu Eid, watu wanatakiwa wachinje. Fasalli lirabbika wanhar, na hii ndio asli ya sikukuu hii ya Eidul Adha au Eidul Udhiya, sikukuu ambayo asili yake ni kuchinja. Hija imekuja baadaye, na jambo hili tumeona likiwa ni kumbukumbu la matendo ya Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam ya kumchinja mwanao Ismail alayhi salatu wassalam. Habari hii imezungumzwa vya kutosha na mashekhe wamezungumza vya kutosha, na kila Muislamu anajua asli ni tendo la Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam kumchinja mwanawe Ismail, mbadala wake akamchinja kondoo. Wafadainahu bidhibhin adhim, tukamkomboa Ismail bidhibhin adhim, ay bikabshin samimin min aljannati jaa bihi Jibril alayhi salatu wassalam, tukamkomboa kwa kondoo aliyenona kutoka peponi, aliyekuja naye Jibril alayhi salatu wassalam, akachinjwa badala ya Ismail alayhi salatu wassalam. Pongezi kwa wale ambao wamewafikiwa kuchinja udhiya, na wale ambao hawakuwafikiwa bado wana nafasi ya kuchinja, na wale ambao hawakuwafikiwa, Allah subhanahu wa ta'ala awezeshe mwakani kuchinja, kufanya jambo hili tukufu ili kukamilisha ibada yenye asli ya kuchinja. Wafaqana Allah lima yuhibbu wa yarda, Mwenyezi Mungu atuwafikishe siku zote kwa yale ayapendayo na kuyaridhia. Wa'lamu anna Allah salla ala nabiyhi qadiman wa amarakum bidhalika irshadan wa ta'lima, wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه السادة الحنفاء
وخص منهم الأربعة الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن 6 الباقين من المبشرين في الجنة، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.